nafunga muhadhara na maneno haya: ikiwa mtu kweli wewe wampenda kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya hawa katika nafsi yako, wampenda kwa ajili ya Allah, basi sikiliza haya maneno. Ikiwa yule mwalimu wako, shekhi wako, wampenda kwa ajili ya Allah, sikiliza haya maneno vizuri. Qala Sufyan ath-Thawri rahimahullah: idha ahbabta ar-rajula fillah, ukimpenda mtu kwa ajili ya Allah, thumma ahdatha hadathan fil islami falam tubghidhu alayhi, kisha mtu yule akazua uzushi katika Uislamu, ule uzushi wake aliozua haukukupelekea wewe kumchukia kwa ajili ya hilo, ulikuwa wampenda kweli lillah, kisha akazua akawa mzushi, ukawa humchukii wewe kwa ajili ya ule uzushi wake, falam tuhibbahu fillah, ilikuwa aslan hujampenda kwa ajili ya Allah. Kwa sababu lau kama ungelimpenda kwa ajili ya Allah, ungemwacha kwa ajili ya Allah. Sababu kutanguliza radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, fallahu ahaqu an yurduhu in kanu mu'minin, Allah ndiye ana haki kuridhisha zaidi ya mtu yoyote yule. Na wengi katika watu si wa kweli katika mahaba yao, wampenda lillah, kwa sababu mtihani ulioko ni katika alwala walbara. Umempenda lillah akibakia katika msimamo wa sawa, akienda kinyume basi ukamchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hapo utakuwa ni mkweli katika mahaba yako. Ama kinyume na hivyo, hujampenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nafikiri nikifikia hapa nitakuwa mmeeleweka atakikana sunni salafi asimame vipi katika msimamo wake dhidi ya watu wa bid'ah, kama walivyokuwa salafu salih radhiallahu ta'ala alayhim wakisimama. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.